Glory to God, glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ulipo, mahali ambapo unanipata, mahali ambapo unanisikiliza, na kusalimu katika jina la Yesu, nikikukaribisha tena katika kipindi chetu cha God's Glory, ama channel yetu ya God's Glory. Na ni mahala pazuri pa kujifunza neno la Mungu la kweli. So ninakukaribisha popote ulipo kwamba uchukue kitabu, chukua kalamu, weka akili yako pamoja ili tupate kujifunza. Usikose Biblia pia ili tuweze kuangalia neno la Mungu katika usahihi na katika ukweli wote. So nikukaribisha katika kipindi hiki, na ninatumaini kwamba mwisho wa kipindi hiki hakika unaenda kumuona Mungu, unaenda kubarikiwa. So naomba na kupokea kwamba macho ya moyo wako yanatiwa nuru, unapata kumfahamu Kristo vile inavyopasa kuweza kumfahamu. Unaangasiwa katika ufahamu wako. Unapata kujiona katika neno la Mungu lililoandikwa. Unaimarika. Unakuwa sawa katika kasi ya Mungu. Unatembea katika utimilifu wote wa ukombozi wa neno lake. Ninakuita aliyebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Baba wa amani awe nasi pia tunapojifunza kwa muda mfupi neno lake. Tupate kujiona katika neno lake. Tupate maarifa, tupate ufahamu wa kweli ambao Mungu amekusudia hata leo. Katika jina la Yesu nimeomba na kupokea. Amen. Leo tunaendelea na somo letu ufahamu kuhusu ukombozi. Leo wacha tuseme ni sehemu ya pili. Ufahamu kuhusu ukombozi. Ninakusihi kwamba fuatilia somo hili kwa makini, tengeneza notes ili upate kuwashirikisha watu wengine. So nifuatilie kwa utaratibu. Kitu ambacho kinaitwa Bible study ni kitu ambacho kinahitaji uvumilivu. Hakihitaji haraka. Ukitaka kuelewa Injili, kuelewa neno la Mungu katika usahihi, usiwe na mbio. Enda taratibu. Jifunza kwa taratibu. Enda polepole katika kujifunza. Hakika nakuahidi kwamba utakuwa mtu bora. So leo ni part 2 ama sehemu ya pili ya somo ufahamu kuhusu ukombozi. Ufahamu kuhusu ukombozi. Tulikuwa na mstari ambao tulisoma wakati wa kipindi cha mwisho kwamba Wakolosai 1:13 mpaka 14. Wakolosai 1:13 mpaka 14. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kama ulinifuatilia katika kipindi cha kwanza, nina imani kwamba kuna kitu ulipokea. Usinifuatilie tu, nifuatilie kwa moyo wa kujifunza. Kuwa na moyo wa wanafunzi. Kuwa na moyo wa kutaka kujua. Kuwa na moyo wa kutaka uwe mtu bora. Si tu kusikiliza. Kuwa na mali angalau una nakili. Hiyo itakusaidia. Maana Baba amekuaminia kwa ajili ya watu wengine. Unajifunza na wewe unakuwa mwalimu wa watu wengine. So kuna mambo hapa. Anasema Wakolosai 1:13-14, anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha. Tuliokolewa katika nguvu za giza, anasema akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Tunajifunza nini leo? Nini tunajifunza katika mstari huu? Paulo anasema ambaye katika yeye tuna ukombozi. Katika yeye kwenye muktadha, katika context yake anazungumzia Kristo. So katika yeye Kristo tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. So hapa kuna mambo ya msingi tunayaona katika mstari huu leo. Kuna mambo ya msingi. Jambo la kwanza katika mstari huu, katika hizi mstari zote mbili za Wakolosai 1, jambo la msingi, ukombozi ni kitu
ni katika mtu. Jambo la kwanza tunaloliona, ukombozi ni katika mtu. Huyo mtu ni nani? Kristo Yesu. Anasema ambaye katika yeye tuna ukombozi. So huu ukombozi unapatikana ndani ya mtu, na huyu mtu katika muktadha, mtu aliyekuwa anaongelewa ni Yesu Kristo. Namba 2, na ukombozi unakuwa wetu tukiwa ndani yake katika yeye. So ukombozi unakuwa wetu tukiwa ndani yake au katika yeye. So hakuna ukombozi nje ya Yesu Kristo. Ukombozi ni katika Kristo Yesu. Kumbuka neno ukombozi anafasiri, anasema kwamba ni msamaha wa dhambi. Maanake tumeokolewa kutoka kizani, tumetolewa kutoka kwenye dhambi. Yeye aliyeamini katika kufa, kusikwa na kufa kwa Yesu Kristo pamoja na kuketishwa kwake, yeye amesamehewa. Maanake ametolewa utumwani, ametolewa kizani, akahamishwa, akaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. So namba 2 tumesema ukombozi unakuwa wetu tukiwa ndani yake au katika yeye. Namba 3, ukombozi umepatikana kwa sababu ya huyu mtu. Ukombozi umepatikana kwa sababu ya huyu mtu. Huyu mtu ni nani? Katika yeye, ambaye ni Yesu Kristo. So ukombozi ulipatikana kwa sababu ya mtu mmoja, anaitwa Kristo. Namba 4, ukombozi ni msamaha wa dhambi. Haya maneno kongahaha inaingia kweli kweli. Na kuambia ukijua hizi facts utaflow katika wokovu. Maana watu wengine wanasema wokovu ni mzito, wokovu ni safari nzito, wokovu ni ngumu. Wokovu ni mgumu tu kwa sababu hauelewi maandiko. Ukishaelewa maandiko, wokovu nakaa sawa. So namba 4 anasema ukombozi ni tumeona kwamba ukombozi ni msamaha wa dhambi. So ukombozi hapa si kutoa mapepo ndani ya watu. Ukombozi, neno ukombozi hapa kwenye muktadha ni sisi kutolewa kwenye giza la dhambi, kutolewa kwenye hilo kiza. Ni kuhubiriwa injili na kunakuwa anayeamini hiyo injili. Akiamini injili anatolewa kizani, anasaliwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. So ukombozi ni msamaha wa dhambi, si kutoa pepo. Kutoa pepo kunaitwa tu kutoa pepo, to cast out demons, to cast out demons. So kila ambacho Biblia inaongelea kama ukombozi si kila ambacho tunakiona kikifanyika leo. Kile Biblia inakiita ukombozi inasema ni msamaha, na kama inahusisha ukombozi na msamaha inamaanisha kwamba hapa kulikuweko na watu ambao walikuwa wenye dhambi, watu ambao walikuwa gizani. So wametolewa katika hilo kiza. Kutolewa kwenye hilo kiza ndio inaitwa ukombozi. Ukombozi. So neno la Kigiriki pale nafikiri neno sota, ambaye soda ni mkombozi aliyetukomboa. So katika yeye huyo katika yeye ambaye ni Kristo anaitwa sota. So sota ni mkombozi aliyetukomboa. Halafu sisi ni waokolewa. Sisi ni waokolewa. So number 4. Number 4 ukombozi ni msamaha wa dhambi. So tuelewe hivi, kama tulivyoona nje ya Kristo hakuna ukombozi. Kama tulivyoona nje ya Kristo hakuna ukombozi. Dini nyingi zinatai kuleta ukombozi, lakini ukweli ni kuwa hakuna ukombozi nje ya Kristo Yesu. Dini nyingi zinafundisha mambo ya ukombozi tofauti. Wengine wanafundisha ukombozi kama jitihada za mwanadamu. Wanafundisha ukombozi kama inahusisha na tabia za watu na matendo ya watu. Lakini kulingana na Biblia utaona kila utajifunza hapa leo na utafurahia kweli. Utachengwa. Hilo ninakuahidi hivyo. So kama tulivyoona nje ya Kristo hakuna ukombozi. So tunaona kwamba dini nyingi zinafundisha ukombozi, lakini ukweli ni kwamba hakuna ukombozi nje ya Kristo Yesu. Yule ambaye anataka kukombolewa ni ndani ya Kristo peke yake. So ni yeye pekee. Yesu Kristo ni yeye pekee anatoa ukombozi ambao una sifa
milele. Yesu Kristo pekee ndiye ana sifa. Yesu Kristo pekee ndiye ana sifa. Ana sifa. Yesu Kristo pekee ama ndio anatoa ukombozi ambao una sifa ya milele. Ndio anatoa ukombozi ambao una sifa ya milele. Maana nje ya Kristo, basi kila ambacho wewe utakifanya si cha milele. Ndio siku zote unajiona wewe mwenye dhambi, haufai mbele za Mungu, haustahili mbele za Mungu, unajiita konokono, unaomba msamaha, unalia kila siku. Kwa nini? Mimi nikuuliza swali, ni siku gani utajiona kwamba umeokombolewa sasa? Ni siku gani utajiona kwamba umesamehewa? Wewe unamaanisha kwamba Yesu Kristo kufa msalabani akamwaka damu yake. Na damu ya Yesu Kristo iliyotukomboa si damu iliyomwagika kutoka kwenye upafu. Maana Yesu damu imemwagika mara kadhaa, hata akitairiwa bado damu ilimwagika. Alipochabwa vipoko bifata afika msalabani, damu ilimwagika. Pale msalabani damu ilimwagika. So mimi nikuulize swali, ni damu gani iliyotuokoa? Lazima tukae chini tujifunze. Damu ya Yesu, kumbuka Biblia inasema kwenye Agano la Kale, wana wa Israeli wanaambiwa kwamba uhai wa mnyama uko katika damu. So damu inaongelea uhai. So damu ya Yesu Kristo ni uhai wake, ni maisha yake, ni roho wake ndani yetu. Jameni, lazima tu tufike mahali tukae chini tujifunze. Si kupishana. Si hali ya kusema ninajua na umekaa na mafundisho miaka na miaka ikikaa kwenye kichwa chako lakini ni bure. Hakuna kitu inakusaidia. Ni wakati umefika tukae chini tujifunze. Tuingie darasani tujifunze taratibu. Tuulize maswali taratibu, tukiwa na moyo wa kuelewa na kujifunza. Damu ya Yesu iliyotukomboa, si damu iliyotukomboa, damu ilikuwa kule Kalvari. Ni mwagika chini ya mchanga ikamesa. Hiyo ingetuokoaje? Kitu liquid kingetuokoaje? So kinachoitwa damu ya Yesu Kristo, kwa sababu uhai wa mtu uko katika damu yake. So damu ni lugha ya picha, damu ya Yesu Kristo ni lugha ya picha kuongelea uhai wa Yesu Kristo au maisha ya Yesu Kristo. Ama unaweza sema ni roho wa Kristo ndani yetu. Na roho Mungu akikaa ndani ya mtu amekaa permanent. Sifundishi wokovu ambao unaupokea leo kesho umepotea. Wokovu unaofundisha Biblia inanifundisha wokovu wa milele, eternal salvation. Yesu hafi tena. Hati ukitenda dhambi leo ataenda rudi msalabani akukufie. Tunafaa kuendelea kuamini kile Kristo alifanya msalabani pamoja na kufuka kwake na kuketishwa kwake. Yesu Kristo alipopaa, neno kupaa ni kuingia ndani ya. So Kristo alikaa ndani ya watu. Kristo wote walioamini Injili na wanaoamini leo na watakaoamini kesho na siku zijazo mbele, Kristo anafanya makao ndani yao. Wanakuwa ni permanent, makao ya Mungu permanent. Na kama Mungu amekaa ndani ya mtu aliyeokolewa, inamaanisha kwamba dhambi haiwezi kumtoa Kristo, maana Kristo alishinda dhambi, alifia dhambi, alishinda mauti ambayo ni matokeo ya dhambi. So inaonyesha kwamba kama Kristo anakaa ndani yetu, inaonyesha kwamba hafi tena. Yesu hatarudi kuwa mtu, hatarudi kuwa mwanadamu, ateswe tena, atembee huku duniani, ateswe tena, afe ili atuokoe. So tunahitaji kuamini kwamba aliyeketi ndani yetu ametusamehe milele, ametuokoa milele, ametukomboa, ametutoa gizani milele. Wokovu wa Yesu alipotuokoa anaulinda mwenyewe. Huwezi kuokolewa alafu useme unataka kulinda wokovu. Yesu Kristo akakuokoa alafu akakuacha akasema sasa mahali pamepaki umalizie. Ndio sababu tunapofundisha hatufundishi safari ya kwenda mbinguni, maana hatuna safari ya kwenda mbinguni. Tulisaliwa mbinguni. So mtu yeyote aliyeamini ni mwenyeji wa mbinguni, ni citizen wa mbinguni. Wewe nikuuliza swali rahisi. Mama anapozaa mtoto anakuja anakuwa kaiti, mtoto anakuja anakuwa mwizi, anakuwa jambazi. Sasa hicho ni kiekezo cha kusema kwamba si mtoto wake tena. Kuna mahali unaweza ukasimama kwa sababu mtoto amekuwa jambazi, amekuwa tofauti na vile ulitarajia, ukasema kwamba huyu si mtoto wangu. Anaweza akarudi tumboni umsae tena.
Kama Biblia inasema tumesaliwa mara ya pili, wewe unamaanisha kama tumesaliwa mara ya pili kwa roho. So kwa sababu tunakosea, tutarudi tena tuwe hatujasaliwa ili tusaliwe tena? Are you serious? Hata physically katika maisha ya kawaida, mama anapozaa mtoto, hata akiwa mtoto anapokuwa tofauti na vile mama alitarajia ama wazazi walitarajia, mtoto huwa arudi kwenye tumbo ili asaliwe na tabia nzuri, arudi kwenye tumbo ili ama uwezi ukamtupa, maana DNA itakataa. So DNA ama vinasaba vya Kristo viko ndani yetu. Biblia inasema kama yeye alivyo, hivyo ndivyo na sisi tulivyo hapa duniani. So tumeketishwa katika mbingu, tumeketishwa katika yeye. Tuko mahali salama. Yeyote aliye katika Kristo yu salama milele, amelindwa milele. Using'ang'ane juu ya kulinda wokovu. Wokovu wako ni katika Kristo. Ni wewe ujifunze neno la Mungu, utengeneze fikra zako vizuri, ufanye makeuzi, ufanye topa ya fikra, ukeuse nia yako, ukeuse mtazamo wako kuelekea neno la Bwana, na utaona wokovu ni rahisi. Glory to God. Hallelujah. Na imani kwamba unajifunza kitu. So wokovu ni katika Kristo pekee, na wokovu wake tunaona kwamba ni wa milele. So ukombozi wake unapepa utofauti, kwa kuwa alienda wakati, yani alileta wokovu wakati uliopita, alileta ukombozi wakati uliopita, wakati uliopo na wakati uchao. So ukombozi ambao tunaona ni msamaha wa dhambi ni wakati uliopita, wakati uliopo na wakati uchao, kwa sababu Kristo anapokufa msalabani ameifia ulimwengu wote. Kumbuka anapofuka kutoka kwa wafu, kuna wale ambao walikuwa wamekufa wakati ule, waliokuwa wanaamini katika hati ya uzima, waliokuwa wanaamini katika ufufuo wa Kristo. Hao walifufuliwa kutoka kuzimu wakati Kristo anafufuka, na wao hawakuachwa kule, wakafuka. Wale tu ambao waliachwa kuzimu na wale ambao walikuwa hawajaamini katika hati ya Mungu ya kutoka mwanzo. Glory to God. So ukombozi wake unapepa utofauti, kwa kuwa ukombozi huu ni uliopita, uliopo na ujao. Ni kasi ya Kristo hiyo. Ni kasi ya Kristo. So tunasema kwamba hata wakati uliopo na ule ujao hata kuleta msamaha wa dhambi wa milele. So nimesamehewa dhambi zangu za jana ama za juzi, jana, leo, mpaka kesho na milele. Kwa sababu gani? Aliyenisamea anakaa milele, anaishi milele, ameketi milele. Fanya study uone. Kristo anakaa ndani yetu tuliamini. Mimi nashangaa watu wanafundisha mambo ya ajabu. Hata ukikosea Kristo anatoka ndani yako. Anatoka ndani yako. Sasa anatoka ndani yako aende wapi? Mimi nataka nikuulize swali. Wewe ukiwa na nyumba, hiyo nyumba ikachafuka, aidha nje ama ndani, wewe unaama nyumba kwa sababu imechafuka? Mimi nafikiria nyumba ikichafuka ni kazi yako kufanya usafi, kwa sababu nyumba ni yako. Sasa sisi ni nyumba ya Mungu. Sisi ni hekalu lake. Sisi ni mahali Mungu anakaa. Sisi ni mahali patakatifu ambapo Mungu anakaa. So pakichafuka atatoweka. Are you serious? Kama wewe mwenyewe huwezi toka kwa nyumba yako ambayo imechafuka, unaendelea unaitengeneza vizuri, una renew, unapanguza, unaweka kila kitu kinakaa sawa. Hata nyumba za ushako zinatengenezwa vizuri na samati ya ng'ombe na matope ya kutoka mtoni, na yuko inakorokwa, inatengenezwa, inakuwa smart. Sasa mtu hami nyumba kwa sababu nyumba ni chafu. So ukiniambia kwamba mwanamwamini aliyeamini Kristo akikosea, Kristo anaondoka kwa hiyo nyumba na iache. So akiondoka katika hiyo nyumba, tutasema kwa nini alikuja? Akafa juu ya nini? So alikuja kufanya nini? So inamaanisha ameshindwa kazi. Tusimlinganisha hivyo Kristo. Kristo ana nguvu kuliko dhambi. Sisi ni nyumba yake. Tunapokosea, aliye ndani yetu ndio hutusaidia. Anatusaidiaje? Ametupa neno lake. Ametupa roho wake. So roho wake atatusaidia, ataturudisha kwenye neno ili tujifunze. Hatimaye unaendelea kujifunza, ndio unaanza kufikiri vizuri. Mtu wewe niambia kwamba kwenye maisha ya muamini, mtu anapoamini Injili, roho ndio inasaliwa mara ya pili. Nafsi inapaki hivyo hivyo.
mwili unapaki ule ule. Mwili utapaki na alama zake, nafsi itapaki, maana nafsi ndio imepepa maisha ya mtu hapa duniani, ndio imepepa dunia yote. Ukisikia mtu anawika kama jogoo, ni kwa sababu hiyo sauti ameisikia kwa muda mrefu, ikanakiliwa, ikajisajili kwenye nafsi yake, kwenye nia yake. So anafanya kwa sababu iko kwenye nia yake. So ukitaka asifanya kama jogoo, unless mfundishe kitu kingine tofauti ambacho kitaondoa, kireplace hicho, kiondoke na hicho kikae katika hilo eneo. So Mungu anarudisha katika neno lake. Tukitaka kuenenda katika mwenendo mzuri, ni katika neno lake. Tukijifunza vizuri neno la Mungu, mienendo yetu itakuwa sawa, tabia zetu zinabadilika. Mungu hawezi acha mtoto wake kwa sababu ya tabia mbaya. Hata wewe uko na watoto, wewe unayenisikiliza na uko na watoto, hao watoto wote wako wote ni wazuri. Siku na wengine wameenda kombo, wameenda kwa njia zingine ambazo hukutarajia. So wakatae leo, kataa leo, mtoto akupeleke kotini. Enda kushtaki, akwambia umemkataa kwa sababu amekosea, anaenenda kwa mwenendo mbaya. Akikushtaki akwambia kwamba umemkataa, si wewe si baba ama si mama wasasi wao. Akiwashtaki siku koti itawachukulia hatua, maana mtapimwa TNA itasema kwamba mtoto ni wenu. So hatusimfanye hivyo Mungu. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Oh my God. So ukombozi wa Kristo ni wa milele. Jambo lingine, ukombozi huo ameutoa bure. Ukombozi katika Kristo Yesu umetolewa bure. Umetolewa bure. Ni kipawa, yani sawati. Mimi nikuuliza swali, kitu kinachoitwa sawati kwani unalipia? Sawati unampa tu mtu kwa sababu umependezwa na huyo mtu. Na ukimpa mtu sawati wewe unamnyang'anya. Ukimpa mtu sawati inakuwa kwenye uwezo aliyepewa. So maana yake ni yake, anaweza fanyia kila anataka kufanya. So wokovu ni bure, ni kipawa, yani sawati. Hatufanyii kazi ili kupokea. Wokovu hatufanyii kazi ili tupokee. Maana kama wokovu ni unaufanyia kazi ili upokee, wacha niseme hivi, wokovu si malipo. Wokovu si malipo ya matendo mema. Wokovu si malipo ya mienendo yetu mizuri. Wokovu tumepokea bure. Utaona kwenye kila ninafundisha hapa. So hatufanyii kazi ili tupokee. Maana kama ni kazi inamaanisha wokovu ni malipo. Na kama wokovu ni malipo, so wakati tunahudumu kazi ya Mungu tutalipwa nini? Maana wokovu ni bure, alafu wakati ambapo unafanya kazi katika shamba la Bwana, katika nyumba ya Bwana, hapo ndio kuna thawabu, hapo ndio kuna malipo, kwa sababu kuna kazi unafanya. Glory to God. So hatuhitaji matendo fulani ili tuupate. Hatuhitaji matendo fulani ili tuupate. Ni bure kwa neema ya Mungu. So ninaposema wokovu ni bure, namaanisha ni kwa neema. Neema inamaanisha nini? Neema ni kitu ambacho unakipokea usichokistahili. Neema ni kitu ambacho unakipokea usichokistahili. Yes, glory to God. So ninaposema bure, maana yake ni kwa neema. Neema ni kitu ambacho unapokea bila, ni kwamba ni usichokistahili. Haukustahili, lakini so ni kitu ambacho unapewa ambacho haukuwa umestahili. So tunastahilishwa. Tunakuwa tumepokelewa. Tunakuwa tumekubalika mbele zake Kristo, ama mbele za Mungu kupitia kazi ya Yesu Kristo. So tumesema kwamba wokovu ni bure, maana yake ni kwa neema ya Mungu. Kristo Yesu aliteswa, alikufa na kufufuka ili tupate huo ukombozi bure kabisa. Alionja mauti mahali petu sisi. Tunaupokeaje wokovu? Ni kwa kuamini katika yeye. So injili inahubiriwa alafu mtu anaamini, si matendo. Wachi matendo ndio upokee wokovu. Ni mtu anahubiriwa injili alafu anafanya nini? Akiamini injili ameokolewa. Akikataa kuamini injili amepaki, dhambi zake zipo, sinatumu. Yuko kwenye dhambi bado, ama amepaki katika dhambi. John chapter 3 verse 16, Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. So ukombozi wa milele ni mpango kamili wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu ili kuepuka hukumu ya dhambi ya milele. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Mungu alidhihirishaje upendo wake? Hata akamtoa mwanawe pekee. So ili kila mtu amwaminie. So alimtoa. Upendo wa Mungu ni kutoa.
alitoa nini? Mwanawe pekee. Anasema ili kila mtu amwaminie asipotee. So wokovu mtu anasema ili kila amwaminie. So kila anayemwamini Kristo hatapotea. Sasa hapa toa matendo. Maana nikisoma mstari huu hakuna matendo yanahusishwa hapa. Hakuna matendo ya mtu inahusishwa. Anasema imani ndio inaongelewa. Kila aminie asipotee. Hii si swala la matendo, si swala la mwenendo wa mtu. Ili yani iko wazi kabisa. Yani watu wanasoma huu mstari mpaka wamekram kwenye akili zao, lakini hawajawahi elewa mstari huu kwa makini. Hawajawahi soma kwa makini. Mtu anakusomea mstari stili baada anakuambia ukifanya hivi unaenda jehanamu, ukifanya hivi umepoteza wokovu. Wewe kama una wokovu unaopotea, is you alone. Yesu Kristo hakutoa kitu temporary. Wokovu ulikarimu maisha ya mtu, maisha ya Kristo. Yesu alienda kuzimu, hakufufuliwa na shetani. Akienda kuzimu alifufuliwa na nguvu za Mungu. Baba yake ndiye alimfufua. Wewe acha mambo yako wewe. So ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. So kila anayemwamini Kristo hatapotea. Kwa nini hatapotea? Ana uzima wa milele. Nini maana uzima wa milele? Ni maisha ya Kristo, ni roho wa Mungu ndani ya mtu. Glory to God. So ukombozi wa milele ni mpango wa Mungu. Ukombozi wa milele ni mpango kamili wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu ili kuepuka hukumu ya dhambi ya milele. So mara mtu anapoamini katika ufufuo wa Kristo anakuwa amepokea uzima wa milele. Mtu anapoamini tu katika Kristo Yesu anakuwa amepokea uzima wa milele. Unaaminije katika Kristo Yesu? Unaamini kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zako, akasikwa na siku ya tatu akafufuka ili wewe upate kuhesabiwa haki. So kama unaamini, unasema sina dhambi tena, Kristo anakaa ndani yangu. Glory to God. Na mtu atauliza, na nikitenda dhambi nifanyeje? Wewe mtoto wako akikosea huwa anafanya nini? Wewe unangojea kuja kuomba msamaha ndio useme umsamee? Mtoto wako akikosea, wewe tayari una moyo wa msamaha kwa mtoto wako. Wezi mwambia lazima uche hapo, kaa hapa unisamee, uniombe msamaha ndio nikusamee. Mtoto uliyomzaa. Unless wewe ni baba wa ajabu na mama wa ajabu kabisa. Wazazi wa funny, very funny. Hauna moyo wa usasi, hauna moyo wa ubaba. Hauna moyo wa Mungu ndani yako. Moyo, na tusimlinganishe Mungu na wanadamu. Mungu ni zaidi ya wanadamu. Mawazo yake yako juu kuliko yetu. Wewe usifikirie wewe na maasira zako kwamba sasa mimi nitachapa mtu nitafukuza. Wewe ni una maasira. Mungu hana hasira kama wewe ulivyo na hasira. Mungu ni roho. Mungu hana tunda la mwili. Mungu ana roho. So manake kila kinachotoka kwa Mungu ni cha roho. Ni chema. Ni kizuri. So mara tu mtu anapoamini katika ufufuo wa Kristo anakuwa amepokea uzima wa milele. So ukiamini tu katika ufufuo wa Kristo unapokea uzima wa milele ambao ndio ukombozi wa milele. So ukombozi ni nini? Ni katika kuamini katika ufufuo wa Kristo alafu unapokea msamaha wa milele. Maana ukombozi ndio msamaha. Na unaitwa msamaha wa milele. So hivyo unakuwa umekombolewa kutoka katika uangamifu ambao ndizo nguvu za giza na unakuwa umeingizwa uzimani. Yaani hata mhubiri anasema kwamba hata yeye ako tu kwenye safari ya kwenda mbinguni. So hata una uzima. So unamaanisha ni kipofu. Unaongoza watu gani? So unaowaongoza wanaenda wapi? Lazima uwe umefunguka, uko kwenye uzima, ndio ulete watu uzimani. Wewe mwenyewe tafakari hiyo. So tumekombolewa na kilichotukomboa ni damu yake Kristo Yesu. Tumekombolewa na kilichotukomboa ni damu yake Kristo Yesu. Damu ya Yesu Kristo tumekwambia ni ametupa maisha yake, ametupa roho wake ndani yetu. Na huyu roho amekuja kukaa nasi permanent. Amekaa nasi milele. Ako nasi mpaka taka ya mwisho.
Yesu anaambia wanafunzi ya kwamba niko nanyi mpaka mwisho wa dahari. Yaani hakuna kupanduka, hakuna kutoka. Hii nyumba nimeifanya kuwa permanent, ni nyumba yangu ya milele. Hapa sinakaa na siondoki. Glory to God. First Peter 1 ama Petero wa kwanza 1. Tutasoma kidogo. 1 inasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka kwenye mwenendo wetu usiofaa mpate kutoka kwenye mwenendo wetu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Namba 19, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Ikiwa damu ya Yesu haiwezi kuharibika, ndivyo hivyo pia kwamba msamaha wa dhambi wa milele hauwezi kuharibika. Nimeshatoka kwenye neno, nimeingia kwenye study yetu. Namba 9 inasema, bali kwa damu ya dhamana kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Damu ya Kristo. So ikiwa damu ya Yesu haiwezi kuharibika, ndivyo hivyo pia kwamba msamaha wa dhambi wa milele hauwezi kuharibika. Glory to God. Damu ya Yesu Kristo haina expiry date. Biblia inasema kwamba inanena mema. Inanena kila siku kwa ajili ya maisha yetu. So umesamehewa milele kwa sababu damu ya Yesu inaishi. Nikizungumzia damu ya Yesu, kumbuka ni maisha, ni roho wake. Roho wa Mungu anaishi milele. So una ukombozi wa milele ambao ni msamaha wa dhambi wa milele. Pumzika katika ukweli huu kuwa umesamehewa milele. Wewe unahangaika usiku na mchana ukiomba misamaha sijui na nini hapa, ukilialia ati kwa sababu umekosea. Pumzika. Lakini jifunze neno la Mungu. Fuatilia hii channel. Itakuchenga na itakusaidia. Fuatilia haya mafundisho. Itakutoa kwenye kifungo cha akili. Itakutoa kwenye ufahamu mbovu. Ufahamu potofu uliojifunza usiofaa. Hii channel itakutoa ndani. Haya mafundisho itakutoa ndani. Utatembea na kujua wewe ni mwana wa Mungu. Maana watu wameokoka lakini hawajui hao na kina nani. Watu wameokoka lakini hawajui kama ni wana wa Mungu. Wanasema tuko safari ya kwenda mbinguni. Mimi kama uko kwenye safari ya kwenda mbinguni, utafika lini? Unaweza niambia umefika wapi sasa? Tusiongee vitu ambavyo hatuvijui. Tusiongee vitu ambavyo tulivikuta watu wameweka misingi sio faa. Wewe uko kwenye safari ya kwenda mbinguni, ulianza lini hiyo safari? Na hiyo safari ina alama gani na umefika wapi sasa na umepakisha mwendo kiasi gani? Hata huwezi elezea. Lakini unajisema tu ni mtu kwenye safari. Wewe kaa kwenye safari wewe. Watu tumesaliwa mbinguni. Penye Kristo hako ndio sisi tuko. So pumzika katika ukweli huu kuwa umesamehewa milele, hauna adhabu ya dhambi. Hao walio katika Kristo Yesu, Warumi 8:1. Hao walio katika Kristo Yesu wametengwa mbali na sheria ya dhambi na sheria ya dhambi na mauti. Maana sheria roho uzima imewaweka huru. Glory to God. Rudia nyuma yangu. Sema, Baba nakushukuru kwa sababu ya toleo la damu ya Yesu. Aya, turudie. Sema, Baba nakushukuru kwa sababu ya toleo la damu ya Yesu ambayo imetupa kupokea ukombozi wa roho zetu. Naomba na kupokea kuwa ukweli huu unapata mizizi katika nia yangu. Napokea uimara wa utu wangu wa ndani katika kweli hii. Sema amen. Ayafanya ukiri huu. Sema, nimekombolewa milele. Nimesamehewa kwa toleo moja la Kristo. Ninao ukombozi wa milele. Sio kwamba nitasamehewa au niombe kusamehewa, bali nimesamehewa milele. Sema tena, nimekombolewa kwa damu ya thamani ya mwana kondoo Kristo Yesu. Sema, msamaha wa dhambi zangu hauna kikomo. Thamani yangu ni katika Kristo Yesu. Ninaamini katika ukweli huu. Amen. Glory to God. Nikushukuru kwa uvumilivu wako, kwa kunisikiliza na kwa kunifuatilia. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii. Usisahau kushirikisha watu wengine, waambie kuna mafundisho
ya mtu wa Mungu. Kuna mafundisho yanayotoa watu kwenye vifungo vya mafundisho potofu. Kuna mafundisho yanayoweka watu huru kwenye hii channel ya God's Glory. So chukua hii namba, unaweza kunichulisha, unaweza kuandika comment pia unapo subscribe, na pia kushirikisha watu wengine. 0726967174. Usisahau kusubscribe. Na nijulishe pia, nijue unanifuatilia, umefika wapi katika kunifuatilia, unajifunza nini? Uliza maswali pia, tujifunze pamoja. Baba amekubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunabariki msikilizaji wangu. Yeyote anayefuatilia video hii, Bwana wa majeshi, naomba macho ya moyo wake ipate kutiwa nuru, apate kukuona wewe, aimarike katika neno lako, aimarike katika huduma yake, aimarike katika utumishi ulioweka ndani yake. Baba, ninakutukuza maana jina lako limetukuka na limeinuliwa. Neema yako ikaweze kutosha katika jina la Yesu Kristo. Baba, wacha hii channel ikawe ya msaada katika ulimwengu, katika jina la Yesu. Ifikie mataifa, ifikie watu wengi katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante. Kuna mtu ananitazama, Mungu, ana hamu, ana shauku, ana kiu kwa ajili ya kutumikia Bwana, anatamani kweli Yesu. Naomba kwamba macho yake yapate kutiwa nuru na apate kukuona katika jina la Yesu. Ninamuombea mahali alipo katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye umekaa chini kwa sababu ulijeruhiwa moyo, wewe ambaye umekaa chini kwa sababu wamekufunja moyo kwa ajili ya katika huduma, ninaomba usimame katika jina la Yesu. Ninaamuru nguvu za Mungu zikakuhudumie katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakutukuza, Baba, ninakuinua katika jina la Yesu. Nimeomba na kupokea, na tuseme amen. Glory to God. Baba amekubariki milele. Kanisa ni Kawangware Matiapa, chini pale ukipita mti kubwa, namba nimekupatia pia iko pale kwa comment. Usisahau kutupigia simu. Tembea tushirikiane pamoja katika jina la Yesu. Amen. Glory.